بشفاء المرضى وقضاء الحوائج، أن الله يرحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات. نقرأ السورة المباركة الفاتحة تسبقها الصلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آلك المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله ويا قتيل كربلاء ويا مقطوع الرأس من القفا ويا مسلوب العمامة والردى. طبتم والله وطابت الأرض التي فيها دفنتم. يا ليتنا كنا معكم ونسير على هداكم فنفوز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وآل محمد. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. سماحة الدكتور، السادة العلماء، wazee wangu, ndugu zangu, wanafunzi wenzangu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بأبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. يقول الله سبحانه وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. صدق الله العلي العظيم. الحمد لله, tumekutana kwa mara ya pili na katika majlisi yetu ya pili katika majalisi za Muharram mwaka 1447 tukiwa na mada ya vita laini. Tulizungumza utangulizi jana kuhusu umuhimu wa mada hii katika ulimwengu wetu wa leo na mahusiano wa hii mada na tukio linalotuhusu na munasaba ambao twauishi. Leo tunataka kuzungumzia, kama vile ilivyotangazwa, muktadha wa kihistoria ama kuzaliwa kwa msamiati. Katika nyanja za kielimu, misamiati iko na dauri kubwa sana, bali ndio elimu. Elimu zote ni misamiati, na tukinena misamiati tunamaanisha lugha maalumu ya elimu ile, tofauti na lugha inayotumika na watu. Kuna lugha ya Waarabu wanaoizungumza, kuna lugha ya Waingereza wanaoizungumza inayoitwa lugha ya Kiingereza ama lugha ya Kiarabu ama lugha ya Kiswahili, ambayo inafahamika na kila Mswahili na kila Mwarabu kwa Kiarabu na kila Mwingereza kwa Kiingereza. Hiyo ni lugha
ya jumuiya, mbali na hii inaitwa urfan, mara nyingi wanasema, ama alfahmu alam lilugha, ufahamu wa jumla wa lugha. Kisha pana lugha maalumu ya kielimu ambayo mara nyingi inapishana katika maana yake na katika madhululati zake na lugha inayofahamika na watu kwa jumla. Na ndio mahali ambapo baadhi wanakosea, hususa ulimwengu wa sasa wa mufti Google. Tunasema ulimwengu wa mufti Google. Si kila anayejua lugha anafahamu elimu yazungumza nini. Waila wangekuwa Waarabu wote ni wanazuoni kwa sababu wajua lugha ya Kiarabu, na wangekuwa wazungu wote ni wataalamu kwa sababu wanajua lugha ya Kiingereza wakadhalika. Hii ni nukta muhimu kwa vijana, hususa tunaotaka kusoma leo kupitia mitandao bila ya mwalimu. Sitaki kusema tusifanye hivyo, la, ni chombo, lakini tuwe na tahadhari wakati tunapokabiliana na misamiati ya kielimu. Tunaamiliana na misamiati kwa mujibu wa lugha ya ile elimu, si kwa mujibu wa lugha inayofahamika ya kawaida. Na ndipo hapa panapohitajika kuingia mwalimu kati, ili akutafautishie. Mathalan, katika lugha ya Kiarabu unaposema sala ni dua, na ndio utakuta leo kuna baadhi ya vijana ambao wameshukuliwa na baadhi ya mawimbi ya kupotosha kwamba Mungu hahitaji sisi kwenda msikitini kuswali. Swala ni kumuomba tu Mungu, na Mungu unaweza kumuomba mahali popote. Kwa sababu gani? Anakuambia swala maana yake ni kuomba. Hiyo ni lugha ya kikawaida, lakini neno sala linapozungumzwa katika msamiati wa ilmu al-fiqhi, ilmu sharia, linamaanisha maana nyingine. Na hata Qur'ani mara nyingine yalitumia tamko lile lile katika maana yake ya kilugha, na mara nyingine inalitumia tamko lile katika maana yake ya kisheria, na hapo unahitaji kutofautisha. Mathalan, tunaposema inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Hapa neno sala limekuja katika maana yake ya kilugha, katika maana ya ad-dua, maana ya ar-rahma, si maana ya sala hii tunaosali ya takbiratul ihram na qiraatul fatiha na rukuu na sujudu. Haikuja maana hiyo mpaka uulize kwamba Mungu anaswali. So amesema inna Allaha wa malaikatahu yusalluna, lakini unapoipitia aya inayosema inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta, pale neno sala limetumika katika maana yake ya nini? Ya kisheria. Na hili ni mada ndefu za kielimu ambazo mara nyingi hazipati fursa kuzungumzwa misikitini kwa watu wa kawaida. Zinazungumzwa mara nyingi katika madarasa ya nini? Ya kielimu, lakini ni knowledge ambayo pana haja watu kufundishwa ndio wawe na mizani ya kuamiliana. Hiyo nukta ya kwanza. Nukta ya pili, msamiati unapouzungumzia katika muktadha wake wa kihistoria, mtafiti wa kihistoria akaja akakwambia mathalan katika karne fulani, mwaka fulani ndio uliozaliwa msamiati huu, haimaanishi fikra haikuwepo kabla ya huo msamiati. Kwa lugha nyingine, hakuna ulazima wa kihistoria kati ya kuzaliwa msamiati na kuwepo fikra. Takupa mfano rahisi ambao utaweza kufahamika na kila mtu.
Unaweza kuruzukiwa mtoto, mkeo akazaa, na mara nyingine watu wengine wanasubiri siku 7 kabla ya kumpa mtoto jina. Kwa hivyo mtoto amezaliwa mathalan Ijumaa kama leo, ukakaa Jumamosi, Jumapili, Jumatatu, Jumanne mpaka Jumatano ndo mkakata shauri tumuite jina fulani. Kwa hivyo jina lilizaliwa Ijumatano, lakini mtoto alizaliwa lini? Ijumaa. Na kwa kuwa jina lilizaliwa Jumatano, haimaanishi ni lazima na mtoto alizaliwa Ijumatano. Na kuna fikra nyingi zilikuwepo kabla hazijapewa majina, lakini ni fikra zilikuwa zikifanya kazi na zikitembea katika akili za watu, lakini walikuwa hawajui waziiteje. Baadaye wakaja wataalamu wakaiona ile fikra, pengine imepitiwa na miaka 10 au 20 na mara nyingine hata karne, wakaona hii fikra pana umuhimu sasa tuipe jina, kama leo tunavyosema demokrasi. Demokrasi ukiisoma katika historia ilikuwekwa hata kabla ya Nabii Isa, kama fikra, si kama jina. Waweza kwenda ukapeleleza ukapekua vitabu usipate jina nini? Demokrasi. Lakini wataalamu wasema fikra ya demokrasia ilikuwepo kule Yunani, Ugiriki, na mmoja katika aliyechangia fikra hii ni Aflatun, na akaandika kitabu hasa akikiita Almadinatul Fadila. Ana kitabu anaita Mji Bora, yani ni imagination ameitengeneza, akatengeneza mji, akatengeneza na watu, na akatengeneza na system ya kiutawala inaoendesha mji ule. Sasa ukisoma ile taswira yake ya kimawazo ndani ya kitabu kile Almadinatul Fadila, unaipata nini? Demokrasi. Ilikuwa anazungumza demokrasi. Taban baadaye ikatatawar ile fikra na ikaendelea. Sasa tunapozungumza vita laini katika muktadha wa kihistoria, napenda kutanabahisha kwa sababu kesho msije kuniona maneno yangu yanagongana, kwa sababu jana nilisema vita laini vilitumika na utawala wa Bani Umayya, sio? Sasa leo nitakuja kukwambia kwamba msamiati huu ulizaliwa mfano 2005, yani karne ya 21, mwanzoni mwa karne ya 21. Sasa utakuja kuuliza kama msamiati huu ulipatikana katika 2005, sasa ilikuwaje hii fikra ikawepo kule? Ilikuwepo tu ikitumika bila ya kujulikana, lakini ilipokuja kupewa msamiati ikafremiwa, ikatengeziwa strategies na falsafa nyuma yake, namna ya kuipeleka, ndio tunasema ilizaliwa wakati huu. Ilikuwaje ikazaliwa fikra hii? Wataalamu wa kihistoria wanaosoma mwenendo wa vita katika ulimwengu na hususan Amerika, wasema matatizo makubwa ama changamoto kubwa iliyowakabili katika miaka hii ya mwisho wa Amerika katika kutawala na ukoloni kwa jumla katika kutawala ulimwengu, walikuja kuona, wakachukua khulasa ya experience kwamba katika kuwakoloni watu kutumia kitu kinachoitwa alquwwatu salba, nguvu ambayo ni hadi ile wanaita, haikuweza kuhudumisha ukoloni. Walikaa katika nchi miaka 50, walikaa miaka 70, walikaa miaka 100, lakini mwisho wa safari wanatolewa.
Na ndio utakuta leo katika nchi zinazoitwa za ulimwengu wa tatu, kila nchi ina siku ya kusherehekea uhuru, sio takriban, isipokuwa zile nchi ambazo hazikukoloniwa. Lakini kama sisi Afrika tunajua, sio? Tanzania ina mwaka wa uhuru, Kenya hivyo hivyo, nchi nyingine. Na sherehe zile zinasherehekea kitu kinachoitwa kujinasua kwenye nyororo za ukoloni. Taban, msinijadili kwamba tulifaulu, tulitoka kwenye ukoloni kabisa ama bado tuendelea, mtakuja kuelewa, kwa sababu walibadilisha strategy. Wakaona kutawali kimabavu, kutawali kijeshi, kuleta majeshi yao, kuleta nini, hii imethibitisha hata kama utaendelea kwa miaka, lakini mwisho wa siku ikiwa taifa bado liko ground la pambana, huwezi kuendelea. Na hii ndio experience ambayo watu wote wanaitarajia, mwisho pia Falastini itafika hapo. Nyinyi taraunahu baida, lakini mkiwauliza wazee walikuwa wakiyaona ya South Africa pia ni baida. Sidhani kama kuna watu kuna siku walifikiria utawala wa kibeberu uliokuweko South Africa kuna siku utaondoka na Mandela atatoka jela na atachukua nchi na nchi itatawaliwa na wenyewe. Sidhani. Tukirudi nyuma ukiwauliza watu pale hali ilivyokuwa, kwamba wanakwambia ni jambo linawezekana. Bora tu kitu kinachotakikana ni hiki, na ndio mtamfahamu sana juzi rais wa Amerika alipozungumza masala ya kusarenda. Bora tu usinyanyue bendera nyeupe, hata kama munajiona mko madhaifu, mumemewa, na ndio wa Palestina paka leo hawajaamua kusarenda. Na maadamu hawajaamua kusarenda, ni miaka 10, ni miaka 20, ni miaka 30, kuna siku watajikomboa. Na historia imethibitisha hili. Si mambo ya kuzungumza ndoto ama matumaini yetu, ni hali halisi ya kihistoria imethibitisha mambo haya kila mahali. Kwa hivyo walipokuta kwamba haiwezekani na wao hawawezi kubaki kwenye kutawali ulimwengu bila ya kumiliki resources za ulimwengu, kwa sababu anayetawali ulimwengu ni yule anayemiliki nini? Resources. Na ilipokuwa resources nyingi hizi ziko kwenye maeneo ambao sio yao, kwa hivyo ni lazima watafute njia ya kurudi ya ukoloni ili waendelee kuzicontrol resources za ulimwengu. Wakaja na mbinu nyingine mbalimbali na misamiati mbalimbali. Ndio utakuta ukisoma utapata uvamizi wa kifikra umezungumzwa, alghazwu thaqafi, alghazwu alfikri, uvamizi wa kifikra. Wakatuma watu, wakaja ulimwengu wa mashariki. Na sisi mara nyingi tukizungumza Uislamu, moyo wa Uislamu ni wapi? Ni Middle East. Tukizungumza resources za ulimwengu, moyo wa resources za ulimwengu ni wapi? Ni Middle East. Wakaja wakasoma tabia za watu hawa, dini ya watu hawa, madhehebu ya watu hawa, utamaduni wa watu hawa, historia ya watu hawa, lugha ya watu hawa, kwa jina la mustashriqin, orientalist. Na wengine wakajifanya wamesilimu, kwa sababu walikuja wakaona hatuhitaji kusoma silaha zao, nguvu zao. Hawa wana nguvu nyingine zaidi ya nguvu hii tunaopambana nayo. Hii iko behind, iko nyuma, iko kwenye fikra zao, iko kwenye itikadi zao, iko kwenye ideology yao, iko kwenye historia yao. Mtanisamehe nitakuwa nami natizama Ayatullah Sayyid Khamenei
alipokuwa yuamjibu Trump kuhusu masala ya kusarenda, alibezi kwenye nini? Alimwambia, wewe wazungumza na taifa ambalo lina historia ya maelfu ya miaka. Pengine nyinyi mwaona tu alikuwa hapenda kujieleza, kujivunia. No, kwa sababu mapambano ni mapambano ya kicivilization. Mapambano ya kicivilization. Kwa hivyo wewe wapambana na taifa halijajua katika historia yake kitu kinachoitwa kusarenda. Kisha jiulize na wewe historia yako una miaka mingapi? Kwa hivyo ni mapambano ya kiustaarabu, ya hazina ya utamaduni wako na mizizi ya ustaarabu wako, vipi inavyokufanya wewe uweze ubakie. Walipokuja kutusoma, kila mwanadamu tukiwatoa wale walioteguliwa na nani? Na Mwenyezi Mungu. Lakini sote, hata mujtama wa waumini, lazima kama mtu binafsi ana weaknesses zake, ana na strengths zake, hata kama ni ndogo. Hakuna mwanadamu kamil isipokuwa wale wachache, na sisi hatuzungumzi watu individual, sisi tunazungumza mataifa, na kila taifa lina aibu zake. Na kufaulu kwa taifa au kuanguka kwa taifa halipimwi kwa kuwa halina aibu. Linapimwa kwa ujumla baina ya strength zake na weaknesses zake, na vipi walitumia strength zao kuendelea. Na hii ni mambo mbali yanayosomeshwa. Wakaja wakakuta kwamba katika ulimwengu wa Kiislamu ipo ground ya hizi weaknesses. Sisi tunaweza kuzitumia hizi kuwaangusha nguvu yao ili tuendelee kuwatawali. Wakaja wakaona shida ya mataifa, ndio wakajua pale Iraki pana Waarabu, pana Makurdi, na kuna historia hawa watu hawaelewani. Pale pana Maturki, pale pana sijui nani, pale pana Waislamu, pale pana Wakristo, kwa sababu nchi za Kiarabu ndani kuna Wakristo wa Arabu, si wa kuletwa, ni wazaliwa, ni wananchi. Pale kuna Aizidiyin, sijui, pale kuna madhahabi haya. Wakasoma zitu hizi, wakasoma tabakati za Kiarabu zilivyo, wakazisoma staarabu ambazo zina maelfu ya miaka, ambao ndio strength za umma huu. Na hii ni mada nyingine, lakini nawapa tu hint kidogo. Leo katika kitu kimoja walichofaulu wazungu ama wa magharibi kuiangusha Middle East ni kuondosha dola zenye historia, kuweka mbadala wake zidola ambazo umri wake mimi ni mkubwa. Ndio zimekuwa spokesman wa Waarabu. Jana nikizungumza na shekhe wangu mmoja, namwambia tusiwalaumu Waarabu, usiseme Waarabu hawana maana. Wewe ukizungumza Waarabu unazungumza nani? Leo ana control Middle East ni Qatar. Population ya Qatar watu wangapi? Imarati, population ya Imarati ni watu wangapi? Bahraini ikatanganywa Imarati, Bahraini, Qatar, Saudia, Kuwaiti, inafikia population ya Masri peke yake? Haifiki. Wewe ulikuwa ukitizama Arabuni, ukitaka kuzungumza ustaarabu, unazungumza ustaarabu wa Babylon, Iraq, kuanzia Nabii Allah Ibrahim. Wewe unapozungumza Namrud na kisiwa kilichojengwa angani, watoto mumesoma historia, huzungumzi ustaarabu wa miaka 200 wala 1000 wala 2000. Wewe ukizungumza ustaarabu kutoka Nabii Ibrahim, wewe wazungumza 5000 and above. Wewe ukizungumza ustaarabu wa Yaman, wazungumza ustaarabu wa Saba kutoka Nabii Suleiman.
Na Hudhud alipokuja akasema nimekwenda kuwakuta watu wana irrigation system na mabawa ya maji, wanalima kwa taaluma ambazo leo tunaziona ni taaluma za kisasa hapo wakati wa Nabii Suleiman. Wewe izungumza Yaman, wewe Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Sasa wewe ukiangalia dola zinazostahiki kusimama leo na kupresent historia ya Waarabu, ustaarabu wa Kiarabu, Yaman, Iraq, Syria, Masr, ziko wapi? Zote zimewekwa nyuma ya pazia. Masri leo imewekwa katika hali, Masri ikiitwa mama wa Waarabu, yangoja msaada kutoka kwa Qatar aendeshe uchumi wake, mtu ambaye ana mto wa Nile una historia katika. Na hii ni moja katika matunda iliyoitwa Arabiul Arabi katika software. Ile Rabiul Arabi, ile spring sio inaitwa, ilokuja sijui yataka kuleta demokrasia, yataka, ile ni kuziondosha dola ambazo zina uwezo wa kusimama kupambana kistaarabu, zina mizizi ya kistaarabu, na mbadala kuweka vidola ambavyo umri wake miaka 50. Leo ukihudhuria Arab League, wenye decision ni nani? Ni Qatar, ni Imarati, ni sijui, bila ya kudharauliana. Hii kitu watu watakamfahamu. Leo mkizungumza 80% ya Waarabu wamekuwa nini? Wameondoshwa kwenye mchezo wa mapambano. Na iliyobaki sasa ni Irani, ambao si Waarabu tukizungumza leo Waislamu, ni katika nchi yenye ustaarabu, Turki. Japokuwa Erdogan anacheza mpira wa timu mbili, mara yuko Arsenal, mara yuko Manchester, lakini ajue tu lau ingemalizwa Irani, anaifuatia ni yeye na Pakistan. Sasa hawa walipokuja kutusoma, na haya ni mambo zaidi ya karni 1.5, karni 2, haraka ya, napenda watoto musome historia, inaitwa Harakatul Mustashriqin, sio? Orientalist movement, wasome. Walikuja wakasoma, wakaingia university, wakaingia wakaandika vitabu, wakenda wakapeleka katika center za research kwao, kwamba hawa watu strength zao ni hizi na weaknesses zao ni hizi, vipi tutazichezea hizi? Ndio kukatiwa utaifa, kukatiwa udini, kukatiwa umadhahabi, kama ambao madhahabi yampatikana leo na jana, na madhahabi yana miaka ya 1000, watu walikuwa wakiishi bila ugomvi, zikaamshwa hizi. Kukapatikana wenye kutumikia ajenda hizi, wenye kuajiriwa kutumikia ajenda hizi, kukaandikwa vitabu, matusi, kurushiana, mpaka tukafika wakati tunauana. Tukasahau kwamba sisi ni ummatun wahida. Hii yote ilikuwa ni katika harakati kabla hakujazaliwa msamiati wa nini? Wa vita laini. Yakaja yakatokea yaliyotokea 11 Septemba, maarufu hii. Mambo yalofanyika New York na mambo yalofanyika wapi? Pentagon, sio? Lile tukio wanaloliita tukio la kigaidi likenda likalipua. Sitaki kuingia kwenye mjadala ni tukio lilifanywa ama lilitengenezwa ama ni nini, ni mijadala inaendelea leo katika nini. Lakini ni mambo yalikuwa, iwe ilifanywa na watu wetu ama lilitengenezwa na mikono ya ndani, walilitumia tukio lile kurudi tena kutumia nguvu ya kijeshi. Kwanza waliondosha nguvu ya kijeshi, wakaanza kutumia uvamizi wa kistaarabu wa kifikra wani. Ndio wakaenda wakaivamia Afghanistan, na baada ya Afghanistan wakaivamia Iraki, lakini matokeo hayakuridhisha. Waliua malaki ya watu, walidestroy miji na nchi, walizidestroy. Lakini kulikuwa na kikundi
au makundi waliamua kuresist, na kama nilivyowaambia, kwa long distance hawawezi wao kuishi katika resistance. Ndipo sasa kukarudiwa kwenye meza kusoma tena vipi tutarudi kuwatawali hawa jamaa. Na ndio kuna huyu bwana anaitwa Profesa Joseph Nye. Huyu ndio mwanzilishi wa msamiati wa soft war. Huyu alikuwa naibu wa defense minister wa Amerika kabla, kisha akawa mkurugenzi wa baraza la mukhabarat, yani la upelelezi la Amerika. Pia alikuwa dean katika university department ya masomo ya kiserikali adirasati alhukumia. Kisha akawa mshauri wa Obama. Alipitia kwenye ngazi hizi. Nataka tu mumuelewe kwamba ni mtu aina gani. Academic kwanza, kabla hajawa politician. So mtu amefika kuwa dean katika university. Na academic katika upande gani? Adirasatil hukumia, mambo ya governance, jinsi ya kuendesha serikali, administration za kiserikali. Akawa naibu wa waziri wa ulinzi, ambao si posti ndogo hiyo kwa nchi kama Amerika. Akawa mkurugenzi wa baraza la upelelezi, ambalo tunazungumza Amerika, si nafasi ndogo. Kisha akawa mshauri wa Obama, mmoja katika washauri wa Obama. Huyu ndiye alioanzisha msamiati uliokuwa ukiitwa al-quwwatu naima, soft power. Na wasemekana msamiati huu aliuiba kwenye masala ya elektroniki. Tashawahi kuzungumza leo, hizi electronic tunazotumia, simu nini, kuna vitu viwili, sio? Kuna hardware, kuna na software. Hardware ni zile materials zinazotumika kutengeneza kompyuta, kutengeneza chuma, plastic, sijui vitu vinavyotumika mwazijua ni. Zile zinaitwa hardware. Kisha kuna na nini? Software, ambazo ni zile program sasa zinaowekwa ndani. Na anamaanisha kwamba hard power tunaitumia kupambana na upande wa hardware wa mwanadamu. Tutamuua, tutavunda majumba yao. Na pia kuna nadharia kabla ya hizi waliziweka wakiziita nadhariyatu sadma. Pengine nyinyi maona mambo yatokea tu. Mmoja katika wataalamu hususa katika Republican alitoa nadharia kwamba mmoja katika kuwamaliza hawa Waislamu na Waarabu ni kutumia tactic ya sadamat. Sadamat ni vipi? Kuua kinyama. Na ndio leo mtaona nyinyi mwajiuliza, anatoka na kwenda anapiga bomu hospitali, anaua watoto wadogo, wanawake, kwani hajui pale kuna watoto? Wanajua, wanaita ile katika saikolojia ni sadma. Wakati unapopata ile sadma, watu wanashtuka. Wale watu wanasema, si afadhali vita visimamishwe, angalia watoto wanavyokufa. Ile inawarahisishia kusarenda. Na hizi zimeandikwa vitabu. Na ndio utaona siku hizi wakipigana lazima wahakikishe wamefanya mauaji ya kinyama ama kudestroy kwa hali ambayo ni. Na ndio wakaja wakaingiza mabomu ya hali ya juu, mabomu yenye mlipuko wa hali ya juu ambayo yaweza kuangusha mtaa mzima kwa mara moja. Zote zile zimekuja katika nadhariyatu sadma. Haikufanya kazi. Waliitumia Afghanistan, waliitumia Iraq, haikufanya kazi. Sasa akisema ile kuwa, nguvu inayotumika kulenga hardware, tatumia misamiati yao, haikufanya kazi kuwafanya hawa warudi kwenye ukoloni wetu.
Ndio huyu akaenda akatengeneza hii theory, akaandika kitabu hasa, na kiko kwa Kiingereza na kimefasiriwa kwa Kiarabu, na nafikiri pengine kimefasiriwa kwa lugha nyingine, akikiita Al-Quwwatun Naima, soft power. Na ndio kitabu ambacho kiliokaliwa kikasomwa na akataja mikakati na nini ambayo tutakuja kuizungumza. Tools gani zitatumika, malengo yake ni nini, kazi yake itafanywa vipi, watumishi wa kazi hii ni kina nani, na baadaye ikani. Ingawa wanahistoria wasema ndani ya Amerika palikuwa na mvutano mkubwa sana baina ya mirengo miwili. Nafikiri ninyi mwajua ndani ya Amerika vyama ni viwili, so kuna Democratic na nani na Republican. Upande wa Republican zaidi wao walikuwa wakilalia nadhariyatu sadma, na ndio hata hizi fikra zimejengeka kwetu kwamba wakija upande huu vita vinakuwa vingi, lakini wakija upande huu mara nyingi wanakuwa ni watu wa nini, wa amani. Na tukapata experience kutoka Bush baba, sio, na mwana alivyokuja, na tofauti huku Clinton upande wa Democratic, Obama. Lakini si maana hawa hawapendi vita. Yaliyofanyika wakati wa hawa Democratic kupitia soft power yametuathiri zaidi kuliko yaliyofanyika upande huu kutumia nadhariyatu as-sadma. Ukiangalia wewe ile unaitwa Rabiul Arabi na kuanguka Libya, sijui nani, zote zile zilikuwa ni kipindi cha nani? Obama. Huyu akaitengeneza nadharia hii. Kisha akaja bwana mmoja mzayuni ambaye ni researcher huyu. Yuko katika institute moja iko pale Israeli inaitwa Markazu Dirasatil Amni Al-Qawmi As-Sahyuni, center ya research ya kiutaifa wa Kizayuni iko pale. Huyu anaitwa Melishtein. Huyu naye akaiunga mkono hii nadharia. Napenda tu niwanukulie maneno yake. Asema inna tafawuqa Israeli pale Middle East kubaki iko juu kushinda dola nyingine, yahtaju ila ma'rakatin saburatin istinzafiyatin madidati sinin. Tunahitaji vita virefu, nahitaji subra ndefu ambayo itatukua miaka mingi. Aendelea, la tartakizu faqat ala kasri alquwa alaskariya. Tena si mapambano peke yake yatategemea nguvu ya kijeshi, yani quwa salba, hadi nini, hadi power. Asema bali tas'a, pia pambizoni kuwe kuna juhudi litakwidhi almarakizi allati tatabalwaru fiha alafkaru wa minha tangharisu fi wa'i aljamhur, kulenga senta zinazozalisha fikra kwa hawa watu, fikra ambazo zinawafanya vijana wao wasiweze kusarenda na kuendelea kupambana. Tuzilenge zile fikra ambazo ndio msingi wa mambo haya. Kwa hivyo anazungumza software, ndio tutaweza kuibakisha Israeli iko juu. Aendelea, asema wa fi hadha al-itar, mukikubaliana na mimi katika fremu hii tufanye kazi, huku tunatumia hard power na huku tunatumia soft nini power, mutakuja kuelewa ala wajhi al-khusus dauru ajhizati al-i'lami wa ta'lim, kazi muhimu ya vyombo vya habari na vituo vya elimu. Kazi muhimu ambayo inataka ifanywe na vyombo vya nini vya habari na vituo vya nini vya elimu. Huyu aeleza tool mbili za kutekeleza kazi ya nini ya software. Hizi curriculum, syllabus, vitabu tunaletewa kusomeshwa, fikra wanaosomeshwa watoto wetu, ndani kumepatikwa sumu
ambazo hamwezi kuziona. Vyombo vya habari, propaganda, kubadilisha mtana uwe usiku, usiku uwe mtana, adui awe rafiki, rafiki awe nini? Adui, uchochezi. Msizione vyombo za habari zinatangaza tu habari, hususan zile habari ambazo zinawekwa katika headlines na peji za mbele mbele, zinaoshtusha. Ndio asema tukiweza kupenyeza vita hivi, tutaweza kuleta mageuzi ya kimsingi kwa watu tunaopambana nao. Tutawabadili. Tutamtengeneza mtu ambaye anajiita Muislamu, anajiita Muarabu, anajiita nani, lakini software yake yote ni ya nani? Ni yetu. Anavyofikiri ni vile tunavyotaka sisi, anavyobehave ni vile tunavyotaka sisi. Ndio kukaanza mambo haya. Na baadaye nikirudi kwa bwana yule Joseph Nye, nimeambia alitoa kitabu anakiita Al-Quwa Naima. Baada ya muda akatoa tena kitabu kingine akikiita Mufaraqatul Quwa, tofauti ya nguvu. Anazungumza nguvu tu na hamaanishi nguvu za kijeshi. Sasa huu ndio muktadha ulioanza, na hapa tunazungumza katika miaka ya 2000 na ngapi? Na 5. Upande wa Uislamu, mtu wa kwanza alioiona hii, taban vitu hivi havizungumzwi hayana bayana, hizi ni researches zinafanywa, zinakabidhiwa senta muhimu za maamuzi katika serikali zao, na zinazungumzwa katika tabaka fulani. Sisi watu wa kawaida tunaweza kuishi tusizione hata kama ziko mitandaoni. Mtu wa kwanza aloliona hili ni al-Imam Sayyid Ali al-Khamenei. Na ndio aloanza kuuleta huu msamiati. Ukiingia katika website, sijui Kiingereza lakini mnaweza mkaandika Kiarabu, kuna website moja iko Lebanon inaitwa Jamaiyatul Ma'arifil Islamia. Jamaiyatul Ma'arifil Islamia. Nenda kwenye library, andika tu Al-Harbu Nahima ama software, uone vitabu vilivyoandikwa kunukuu khutba za Said Khamenei kutoka wakati huo miaka 2005, akiutahadharisha umma kwamba kuna vita vaja tofauti na vita tulivyozoea, na akiwaomba wasomi wa Kiislamu hususan wana research waanze kuandika vitabu na kuieleza hali hii ilivyo, na vita hivi vapekeshwa vipi, silaha zake ni zipi, na kuwatayarisha Waislamu katika makabiliano na mapambano ya vita hivi. Na alhamdulillah kumeandikwa vitabu vingi sasa hivi. Mimi tu wakati tulipokuwa naandaa hii khutba nimekusanya karibu vitabu 25. Na ni upande wa Kiarabu, sijui Kiingereza. Karibu vitabu 25, kila mmoja anazungumza ni nini kinachoendelea na ni kipi kinachopangwa. Hii kwa ufupi, nimefupisha sana, lakini nimewaambia mambo historia nini, kwa sababu kuna nukta nataka kuimaliza dakika zangu kabla hazijaisha. Huu ndio muktadha wa kihistoria. Kwa hivyo sisi tuko katika karni ya vita hivi. Hizi ni vita vyetu, na walengwa ni vijana wetu. Na haitoshi kuzungumza mambo haya kwenye majalis kama hizi siku 6 siku 7 tukaenda zetu. Mimi naomba organization zetu, hauzati, madaris, pawe patakuwa na program za kuendelea kuwaelimisha hawa watoto, kwa sababu katika mapambano hatua ya kwanza muhimu ni kumjua adui yako, kujua mbinu zake, kujua silaha zake anazozitumia. Naomba pia iweko katika manhaj ya hauzat, kutafutwe hata kama ni kitabu kimoja, wasomeshwe watoto wetu ni nini
hususan wa mashekhe ambao wanaandaliwa kuja kuongoza umma, ni nini soft war. Ni muhimu sana, na inshallah tutakuja kuona kazi iliyofanya. Imefaulu, imefanya kazi kubwa sana. Na hii hali tuliyo leo ya kutojielewa, moja ni katika matokeo ya vita hivi. Lakini suala liko hapa, wanamaanisha nini wakisema vita laini? Nataka niwanukulie leo, mtakuwa na subra kwa sababu ni mambo ya kielimu kidogo. Niwanukulie kitu kinachoitwa taarifa, wanavyozieleza wakisema vita laini wanamaanisha nini. Nitanukuu kwa kadri ya wakati utakavyokukubali. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mmoja asema alharbu naima, vita laini, hiya alisti'ana, ni kujisaidia, bilquwati naima, na nguvu laini. Wanamaanisha nini nguvu laini? Ambazo hazionekani kwa macho. Si bomu lile unaloliona limekuja limeanguka limelipua, huoni. Silaha yenyewe huioni, imejificha. Kutumia nguvu laini, lengo ni nini? Litaghyiri al-afkar, kubadilisha fikra za walengwa tunaopigana nao, warua, na mitazamo yao, wasuluk, na nyenendo zao za kisiasa na za kiitikadi na za kijamii. Hii ni taarifa fupi, inakuonesha kwamba ni silaha zimejifita, haziko wazi, lengwa hapa, panalengwa hapa, kukubadilisha fikra zako. Mwingine asema vita laini ni kila kazi inayofanyika yastahdifu alqiyam, inaolenga values za watu, maadili ya watu, wadhawabit, na mizani za watu za kupima. Leo nimeizungumza katika hutuba ya Juma. Wengi wanaodiskasi mapambano yanayoendelea leo Gaza na yaloendelea Lebanon na yaliyoendelea Irani, wengi katika sisi tunatumia mizani waliotupa wao, sio mizani tuliopewa na sharia katika kusema aliyeshinda nani na aliyefaulu ni nani. Angalia mjadala wewe leo. Tunakwambia Irani imeshindwa nini? Wataalamu 9 wa nyuklia wameuliwa. Imeshindwa kwa nini? Sijui wakubwa wa jeshi kadha wameuliwa. Imeshindwa kwa nini? Sijui nyumba ngapi zimevunjwa, watu hawana makao. Hal hadhihi hiya maayiruna linnasr? Kweli hizi ndio vipimo vyetu vya kupima ushindi tuloatiwa na Uislamu? Ndio nikasema tungekuweko Karbala tungesema Imam Hussein ameshindwa, kwa sababu walouliwa ni kina nani? Ni kambi yetu. Mahaima yalochoma moto ya kina nani? Ni kambi yetu. Kwa hivyo aliyetoka mshindi ni nani? Ona. Na mtu anakujia, mimi napigia simu ustadhi bwana, kweli sasa tumeshinda ama tumeshindwa? Namwambia kwani? Ananiambia bwana, tumeuliwa wataalamu 9 wenye kulia. Wameuliwa. Kwani wewe unaposema abil mauti tuhaddiduni ya ibn at-tulaqa, ala mamaliza vipi? Ta'lam anna al-mauta lana wa karamatuna min Allah shahada. Haya maneno yapo kwenye kinwa, hayako kwenye nini? Fikra. Yashatolewa, tuntiwa software nyingine. Sisi twasikiliza kwenye majlis, Imam Hussein azunguka muuliza mtoto wake ama ni Ali al-Akbar ama ni nani, wale alimwambia vipi mauti? Akamjibu akamwambia ahla min al-asal. Hadhihi hiya ma'ayir wa dhawabit Karbala. Nahnu nantasiru indama namut. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya, kwa sababu mti huu ulimezwa kwa damu,
ulinoshewa damu, na ili uendelee lazima uendelee kupewa nini? Damu. Lakini wewe umelelewa kwenye mfumo wa taaluma, kila ukifundishwa wafundishwa maendeleo. Maendeleo ni nini? Ni mabarabara. Maendeleo ni nini? Ni malls. Maendeleo ni nini? Ni maji yafike katika kila kijiji. Maendeleo ni nini? Ni umeme, ni internet. Maendeleo ni nini? Ni wewe uvae suti. Wewe umefremiwa, umepelekwa na semina kadha, sijui youth development, sijui women development. Kila ukifundishwa pale wewe waoneshwa maendeleo ni nini? Ni majumba, ni pesa, ni kupata. Kwa hivyo hata wewe katika kutathmini nchi iliyoendelea na nchi ambayo haikuendelea ni nchi ambayo ina majumba marefu, sio? Tanzania nyuma walikuwa wakisema tutawafikia lini Nairobi? Nairobi wana majumba marefu, lakini hamuna wezi wengi kama sisi. Hayo ndio maendeleo. Leo kiubinadamu, kimaadili, hususan tukirudi nyuma, si Tanzania ya leo pia inaenda kidogo, lakini Tanzania ilikuwa mahali pana maadili. Polisi anazungumza na wewe kama mwenzako. Habari yako, habari ya asubuhi, naweza kuona kitambulisho chako kule, unaambiwa we, kuja hapa. Lakini tuna majumba marefu, tuko kwenye maendeleo. Sijui mnaelewa jamani nini mimi nazungumza nini? Mimi mara nyingi wanapenda kuteremka sana kwenye mifano ya chini ili kila mmoja aweze kuelewa kuliko kwenda kwenye kielimu sana. So, nyinyi mmepatiwa bila ya kujua. Na ndio hapa kunatakikana kitujio. Elimu ya sekula ni muhimu wasomeshwe watoto wetu, lakini inapekeshwa na watu ambao sio sisi. Ni lazima muwe na kitujio cha kutuja. Mumeingizwa misingi ya kina Mekafilili, misingi ya kimanufaa, alfalsafa nafiia. Leo mtu anamwambia mimi ni unge mrengo huu nitafaidika nini? Hii mantiki ya Umar ibn Saad. Sisi tumeingia grupu hili, tumebenefit nini? Tumedevelop nini? No, tumebenefit janna. Wakafa. Kuna zaidi ya pepo? Kwa hivyo kuweni na kitujio cha kutuja hizi fikra. Watu wamekaa leo kwenye zombo za habari wanahesabu majumba mangapi yamevunjwa Gaza, majumba mangapi yamevunjwa Tehran na kwingine, majumba mangapi yamevunjwa Lebanon. Hata wavunje. Majumba yalijengwa hayakuweko na yatajengwa hayakuweko, lakini ubinadamu ukienda huwezi kuujenga. Majumba yatajengwa. Kwani Harbu Tammuz 2006 makumbuka? Si Lebanon ilipigwa kwa chini. Si Said alisema sanuiduha ahsana mimma kana, tutairegesha mzuri zaidi kuliko ilivyokuwa, na ikajengwa. Waendelea wasema, najaribu kupanua ni waoneshe hizi taarifa za tupa kabisa mwongozo wao. Wasema ni nguvu laini inaolenga values, mizani ya vipimo, munavopima mambo, munavotathmini mambo, kusema yapi mambo mazuri, yapi si mazuri, wanawabadilishia fil mujtama. Kisha watuaddi ila taghyiri namadhiji sulukia almawjuda, na kulenga kubadili mienendo ya kijamii ya watu binafsi wanavyokwenda, mavazi yao, salamu zao, kula kwao, zote hizi zinawatengeneza nyinyi katika vipimo wanavyotaka wao. Nimesema siku moja Lamu mimi katika darsa, nikawaambia lau mukaalikwa muhadhara muhimu sana, angalia vile mumebadilishwa akili, mukaambiwa kuna profesa mkubwa amekuja ulimwenguni. Mimi nikawapigia mfano kule kwetu profesa, Allah yarhamuhu, Profesa Ali Mazrui, katika maprofesa wakubwa katika Afrika, si hata si katika Kenya. Na nyinyi hamumjui, mwanza kusikia, mwasikia tu kuna profesa amekuja. Holi pengine watu 2000 3000 mumeingia. Unamsubiri aje, mara ameingia, amevaa kikoi na shati, amebeba na bakora, amevaa na viatu vya makubadhi. Sijui lugha hizi zinafahamika hapa za Kiswahili, na kofia yake. Watoto wote mtatizama, kasoma kweli huyo?
Wao mbona wanatuletea chali huku? Mambo gani haya? Kwa sababu wewe ushafremiwa kuwa msomi mpaka uvae suti. Kwa hivyo waweza kuletewa mzuka, hajui mbele wala nyuma, kwa sababu amevaa suti na 3 piece na ameweka nakala na buti, na ukakaa ukatake note. Wanicheka vijana. Na hii ndio wanaokusudia taghyirun namadhiji sulukia, mpaka mnavyotathmini watu. Na ndio leo sababu kubwa leo mnadharau mashekhe. Shekhe katika jamii yetu imebadilika, amekuwa ni mtu mzuka, old type. Hata wewe ukikosana na mwenzako mwaenda mahala unamwambia bwana twenzetu wapi? Uitwaje kule baharini hapa Dar es Salaam? Almuhim beach kule, jamaa mbaya mimi siendi kule. Wacha ushekhe wako bwana. Unajua maana wacha ushekhe wako? Yani wacha uzuka bwana. Twende kwenye maendeleo bwana. Sio? Na tumefika wakati sasa imekuwa paka useme nina degree. Mtu anaweza kwenda akasoma miaka 10, 15, lakini hajasema ana degree, si msomi. Kana huyu bana ni graduate. Paka misamiati utumie misamiati yao. Lakini mtu akikwambia bana huyu ni sheikh, huyu ni fadhil. Sisi tuna misamiati yetu hauza. Ndio sheikh, fadhil, hujjatul Islam, sio? Kadha. Hizi kwetu hazina impact yoyote. An-namadhiju sulukia. Yalikuwa tu haya, yalifanyiwa kazi. Yalitengenezwa tuwe hivyo. An-namadhiju sulukia. Ili kutengeneza namadhiji nyingine zitauza watu kwenye soko, sio wale watu wenu. Na ndio watakuwa wanaosambaza fikra. Namaliza, wakati wangu umekwisha. Taarifa ya mwisho asema vita laini inatumika katika kutumia fani, sanaa. Waziona hizi nyimbo wanaoimba vijana wetu, mbali na misimamo ya kidini kwamba nyimbo ni halali ama si halali. Napenda tuje katika msimamo mpana zaidi, tuje katika utaifa. Kabla ya kuangalia dini yake, kama Utanzania, sawa? Utanzania ama Muafrika ana utamaduni wake. Hata kama kuna mambo katika utamaduni ule yanagongana para nyingine na values za kidini, lakini bado yako katika utamaduni wake. Lakini leo muangalie mpaka anavyoimbishwa. Hebu etizame ile nyimbo inaopigwa na vijana wetu sasa hivi, kutoka mwanzo mpaka mwisho kuna utamaduni wa Kiafrika pale. Wanavovaa macheni na manguo utafikiri ni jibwa wa kulelewa. Wajiuliza, hunu ni utamaduni gani wa Kiafrika? Hunu ni ustaarabu gani? Na nyinyi mwaona sawa. Na ili wewe mtoto leo uweze kuendelea, role model kwako ni nani? Ni uvaa vile. Sasa ndio unakuta mtoto amevaa huo muharo, sijui suruali, sijui ifika paka wapi. Yani, nyinyi mwaona yale ni mambo madogo madogo. Fun, ametaja huyu. Moja ni fun, ushairi, uimbaji, drama, sinema, zote zaingia kwenye nini? Fun. Nini sinema zenu? Kila mkiakti sinema, ni yule ampenda yule, ni yule amempokonya mke wake yule, ni yule antembea na jirani yake, ni yule nini. Wao wanakutengenezea sinema, wanakuonesha power ya Amerika. Mtu mmoja tu wa Amerika anaweza kuingia nchi nzima akachukua mateka akaenda zake. Si niliwaambia maneno haya? Rambo. Lakini nyinyi mko huku, haya mapenzi mtamaliza lini jamanini? Kwa nini hamuakti sinema mkamuonesha Muafrika historia yake, utamaduni wake, culture yake, mambo aliyoyafanya, maendeleo aliyonayo, ukulima wake ulikuwa wapi, umeanguka wapi, utalii wake, resources zilioko katika nchi hizi? Nyinyi mumekaa tutabanana hapo hapo, ni umbea, ni nini basi. Na organization zaja za sponsor, unapewa milioni 10, endelea. Ukitengeneza sinema ambayo itahatarisha dini yao, hawawezi kuisponsor. Itaamsha watu, hawawezi kuisponsor.
fani na mambo mengine. Hapa nitasimama wakati umeniishia, lakini nataraji nimeweza kuwapa wanasema main lines zile, sio muktadha wa kihistoria wa vita laini, vilianzaje, kwa nini zililetwa, ni nani mwanzilishi na malengo yake ni yapi. Na insha Allahu taala nafikiri sasa hivi tumeelewa tukizungumza vita laini ni nini. Katika mihadhara itakayo kufuatia, Mungu akitupa uhai na uzima, sasa tutaanza kuzungumza malengo ya vita hivi ni malengo gani, sifa zake maizi, nyasila na tools zinazotumika, na mpaka kumaliza yale niliyoyazungumza jana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatupa ufahamu tuelewe, na sisi tuko katika madrasa ya Imam Hussein alayhi salam. Damu takatifu ilipomagwa na alivyoamua kiumbe huyu kujitolea muhanga, moja katika malengo yake ilikuwa ni kuamsha fikra zetu, na chombo cha huzuni na kulia ni chombo muhimu sana, na ni utamaduni ambao tunataka tuendelee nao, lakini ni nafidha. Tunapolia, tunapohuzunika, ni mlango na dirisha wa kutumia hisia zetu za huruma na hasira kwa yale yaliyowapata watoto wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ili waingie kwenye akili zetu, kwa sababu hawa ni watu wasafi na Mwenyezi Mungu amewasafisha, na wanapoingia wao wanapasafisha. Inma yuridu Allahu liyudhhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt wa yutahhirakum tathira. Tumjalie Imam Hussein ni mwenye kusafisha fikra zetu na uchafu wote waliotupangia hawa maadui, ili tuweze kuona ulimwengu vile unavyotakikana uonekane na ahli al-bayt. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin.